Na mtazamaji, kufa kupona, maamuzi ya haraka na hata muda ndio yalikuwa masuala ibuka kati ya uhai na kifo punde tu mkasa wa maporomoko ya ardhi ulipozuka eneo la Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet asubuhi ya Jumamosi Novemba mosi. Ripota wetu Steve Keter amezuru kijiji cha Kasegei ambacho kilikuwa maeneo ya awali kabisa kuathirika na mkasa huo ambao umechukua maisha ya watu 35 baada ya mwili mwingine kuopolewa leo. Kijiji cha Kasegei kilichoko chini ya mlima wa Tirap ni sehemu ya eneo lililoanza kushuhudia maporomoko ambapo zaidi ya watu 15 wanahofiwa kupoteza maisha yao kutokana na mkasa huo. John Chesos anatuonyesha sehemu nyumba yake ilipokuwa. Anatufahamisha kwamba usiku wa mkasa kulikuwa na watu 10 katika nyumba yake. Anasimulia harakati za kujaribu kujiokoa na kuokoa familia yake baada ya kugutushwa na mgurumo wa maji. Huyo bibi yangu akasema, "Hii ni sauti ya nini?" Alafu nikastuka tu hivi. Nikaamsha watoto, amka. Alafu bibi yangu mwenye alishika tu mtoto mwingine mtoko, alafu akaweka kwa mkongo. Kurutia tu hii sauti ya chini. Yeye mwenyewe akaanguka chini hapo hivi. Sasa nikaenda kuamsha na kuambia, "We, kimbia, pitia huko." Alafu nikakuja tena kuruti. Chesos ambaye ni kitinda mimba anasema kwa bahati mbaya hakufaulu kumuokoa mamake mzazi mwenye umri wa miaka 84. Nilikuwa na nia ya kuokoa watu wangu wote, kuokoa mama na watoto, lakini kwa nini ilikuwa time ni limited sana. Joseph Cheptumo anatuonyesha eneo lililokuwa chumba chake cha kulala. Anasema usiku huo nyumbani kwake kulikuwepo na watu 6, yeye, mkewe na watoto wao 4. Basi certificate ya watoto ilikuwa kwa hii room, nilitoa, ilikuwa safe. Sanduku tu ndio iliharibika kabisa, lakini documents ndani iko sawa. Hiyo ndio nashukuru Mungu kabisa. Anasema baada ya kuiokoa familia yake, alijaribu kuenda kuwaonya jamaa zake wengine ila maji yakamzidi kasi. Ilikuwa tu kwa muda kidogo sana. Kama hata ingenipata pale chini nikikuja juu, singekuwa hai saa hii, singekuwa hai kabisa. Ni neema tu ya Mungu kabisa. Waathiriwa hao wanasema wamepoteza mimea pamoja na mifugo yao, huku mto mkubwa ukijiunda katikati ya shamba lao. Sina ona memba sahi. Sina kila kitu. Cha ajabu ni kwamba kuna baadhi ya nyumba katika kijiji hiki ambazo zilisazwa na maporomoko hayo, ila kwa sasa wenyeji wamegura wakihofia maafa zaidi. Baadhi ya wakazi wa eneo hili sasa wanaitaka serikali kuwatafutia makao mbadala wakihofia usalama wao. Steve Keter, NTV, nikiwa Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet.